Salumu, mambo vipi? Kwangu bwana mshukuru Mungu, weekend safi, Jumamosi safi. Niko mia chini ya mia kama kada yangu plus. Maisha yanaendelea. Niambie ndugu yangu Bongo Headlines. Bwana Salumu, mengi yamejili katika duru za kimichezo, lakini kubwa kuliko yote ambalo limechukua nafasi ni lile la Pacome Zouzoua. Mwamba mmoja hivi. Baada ya kuitwa timu ya taifa ya Ivory Coast iliyosheheni mastaa wengi, watu wakazani kwamba ameitwa lakini mbao ndefu itamuhusu. Ila dakika zote 90 kwa siku ya jana kazitumikia ndani ya kiwanja. Na man of the match ni Pacome Zouzoua. Kwa taarifa hii inatupa tafsiri gani kwa Pacome Zouzoua? Kwanza niendelee kumheshimu sana Engineer Hersi. Nimbe kongole kubwa sana Engineer Hersi kumpata Pacome katika karne hizi, japokuwa anakwenda mwishoni, kumpata kutumikia nchi ya Tanzania na hasa katika klabu ya Yanga. Klabu ya Yanga nimemfanya Pacome aonekane na watu wamjue. Leo tunapozungumzia Pacome, mchezaji wa timu ya taifa ya Ivory Coast, tena katika wale mastaa ambao watu wengi wanafahamu Ivory Coast ni kina nani katika mastaa. Amekuepo na amehudumu kwa kiwango kikubwa. Kwa kiwango kikubwa na dakika za kutosha. Kwa hiyo mpaka hapo tunapozungumzia Pacome, tunawathibitishia wote wasiomfahamu Pacome, wanaombeza Pacome, wanaomlinganisha Pacome na viswaswadu vyao. Wanaomlinganisha Pacome na viswaswadu vyao. Waache mara moja ni kumvunjia heshima Pacome. Waache mara moja. Pacome ni soft touch. Ni simu ya kupapasa, simu ya kuperuzi, ya kufuta kwa kitambi. Smartphone. Naam, smartphone. Sio kiswaswadu. Usilinganishe, usifananishe. Tulipokuwa tunaimba kumtafuta MVP wa nchi hii, kila mtu anatafuta nani atakuwa MVP. Lakini leo kwa akili yako binafsi, kwa mawazo yako binafsi, kwa muono wako, unaweza kuwa MVP wa nchi. Nani anastahili kuwa MVP kati ya kiswaswadu na timu ya na smartphone? Kwa hiyo vitu tofauti. Kwa hiyo Pacome jana amedhihirisha umma, amedhihirisha Watanzania, lakini kuambia wanayanga mna mali. Kuambia wanayanga mna mali nyumbani kwenu. Tuitunze mali hii, tuheshimu mali hii, tuidumishe mali hii. Pacome ni class ya aina yake. Pacome the best player. Pacome ni Mtanzania. Tunatamani awe Mtanzania angecheza timu ya taifa, lakini vigezo vimruhusu. Lakini Pacome ni mtu wa hatari, ameonyesha jana, mchezaji ameonyesha viwango vikubwa sana. Tunaomba Watanzania wote tumuunge mkono Pacome Zouzoua. Pedwa. Lakini hata wengine pia wanacheza kwenye timu zao za taifa. Nasema hivi, hizo timu za taifa, mimi nasema kumlinganisha na kiswaswadu. Watu walimlinganisha na kiswaswadu, ndugu yangu Headline Bongo. Alifananishwa na kiswaswadu. Au walilinganishwa? Alilinganishwa na kiswaswadu. Kuna kiswaswadu kwani? Kipo kiswaswadu mjini hapa. Watu wanapambana eti huyu na huyu bora zaidi. Unampataje bora huyo? Namba zinambeba labda. Namba zinambeba yupi? Labda ni namba. Namba ya kiswaswadu au yupi? Unamsemea wewe. Pacome mechi 30 anakuwa man of the match mechi 9. Huyo kiswaswadu wako wewe mechi 30 anatoa 2. The man of the match 2. Wapi na wapi? Wewe kwenye upande wa magoli. Upande wa magoli kutengewa mtu hata ungetenga ungefunga magoli ukabu. Hata mimi nifunge Salumu. Ukabwi funga wanafunga imeisha. Angalia magoli anatoka Pacome bro. Salumu unaukosea heshima mpira. Mpira heshima na upenda sana mpira mchezo wa wazi. Kila mwenyekiti mama anaona magoli 10. Chukua magoli 10 tu. Hata magoli mengine. Chukua magoli 10 tu ya Pacome, ndio kiswaswadu kingine. Yalinganishe yapi anatumia nguvu binafsi, yapi anatumia uwezo. Na ndio maana wengine hao hata timu ya taifa hakuitwa, umeelewa? Wengine timu ya taifa na wanatumikia dakika 90 za mchezo timu ya taifa. Pacome ni mtu mwingine kabisa. Usilinganishe kabisa maji na tule ya nazi na maziwa. Vitu tofauti. Maziwa, maziwa tabaki tule ya nazi baki tule ya nazi. Kwa Pacome ni mchezaji wa klasi ya juu, ametuonesha, ametuthibitishia kwamba Yanga tuna mali na Engineer Hersi. Nampongeza sana kama nilivyokuambia hapo awali kwamba kutuletea Pacome hapa mjini. Basi tunaye na tunatamba naye. Watu endelea kuumia sana mjini hapa. Tunaye Pacome. Yeah. Tunaye sana Pacome. Mnatamba naye. Na kwa uwezo ule anajua kuonesha watu vitu vikubwa sana hapa. Chetu tumekuwa kutengewa babu. Mako kutengewa hatutaki. Tunataka mpira Tanzania uwe perfect.
Magoli yatafutwa kwa nafasi, yafungwe kwa uwezo wa mtu. Mtu unapigwa mara 6 mara 6. Unalalamika magoli offside, si waamuzi. Hebu wewe funga hata moja basi hilo. La kawaida. Tulinganishe. Hilo offside lako la kawaida liko wapi? Hakuna. Kwa hiyo tusiingilie vitu ambavyo hatuna uwezo navyo. Uwezo sasa hivi, dunia sasa hivi, karne sasa hivi, wachezaji wenye vipaji lazima pawe nafasi. Mmoja watu wao ni Pacome Pedro Zouzoua. Huyu ni X Factor. Huyu ni hatari. Yule Fadlu aliokuwa anamlilia. Hatari. Fadlu kamlilia. Fadlu anajua namtaka huyu mtu aje, wakafikia Masiala, vunjeni kibubu, tumpate huyu mtu. Wameshindwa kumpata. Kwa hiyo ni mchezaji wa aina yake. Mimi binafsi nampongeza sana. Kongole kubwa kwa Pacome. Aendeleze. Tuna kazi kubwa ya kumshindana na watu gani? Hatuna mtu kumshindana naye. Tuna kazi ya kushindana naye. Hakuna kushindana naye. Yupi? Chale. Akikuwa golikipa, tungefanyisha na Diala. Kama ni golikipa, tungefanyisha na Diala. Lakini mbona unafanya nani? Yuko peke yake. National team ameitwa watu wangapi? Na mawazo ya watu wanakwenda kwa benchi kujaza namba tu ya Ivory Coast. Jana akawadhirishia kuna mtu bado nambari yake akakaa na benchi. Mwanzo Mwenga. Unasema Pacome unamkemea Pacome kwa staili ipi? Mimi nafikiri waache kabisa dharau. Waache dharau. Kwa hizi taarifa ambazo zinaendelea kwenye mitandao zinachukua nafasi, wengine wanasema kwamba kocha wa Madagascar anajiunga na Young Africans na siku ya leo atatua hapa mjini Dar es Salaam. Lakini huku Simba Sports Club wenyewe wanaendelea na michezo yao ya kirafiki ya kimataifa dhidi ya Al Hilal. Pantev akiwa meneja wa timu yuko kwenye benchi la ufundi akishinda bao 2-1. Hii inaleta taswira gani? Young Africans vita ya makocha. Simba Sports Club Pantev akiwa benchi la ufundi anafanya yake 2-1 dhidi ya Al Hilal. Safi kabisa. Mimi nafikiri tunapoongelea walimu au tunapoongelea Yanga na walimu, Yanga falsafa yake kutafuta ubingwa. Yanga falsafa yake kuishia kuanzia pale alipoishia msimu uliopita. Mimi napenda kuishi na uhalisia na official letter. Yanga mpaka dakika hii alihusishwa na makocha wengi sana hapa mjini. Alikuwepo Nabi hapa, walikuwepo kina nani sio wanahusishwa hapa, na huyu Ndamboi hapa. Kwa muda huu kwangu si muda mwafaka kumzungumzia Roro ni kocha mzuri, tumemuona kwenye chani, na huyu tuliye naye Falls watu hawajaona muda mrefu. Kwa sasa hivi tuliye naye ni Falls kwa muda huu. Hatuwezi kumignore Falls kwa sababu kuna mwingine anakuja. Tunamkaribisha akija mjini, atembee mjini, aone magorofa. Lakini uongozi wangu Young Africans ukisema sasa tuna Roro, tutatembea na Roro. This time around tuko na Falls. Mimi siwezi kumwacha Falls, siwezi kumvunja heshima yake Falls kama ni mwalimu na yuko na timu mpaka dakika hii. Young Africa ili timu, kocha Falls kwa muda huu. Kama ameingia mjini, basi tunashukuru sana Mungu Mwenyezi Mungu aje kuona mji. Naye ni mtalii kama watalii wengine. Akifika wakati wake tutazungumza habari zake. Kwa hiyo Salum anakuja kwa ajili ya Yanga au kutalii? No comment. Comment haipo. No comment kwa sababu naye ni mgeni raia kigeni, anza kuja nchi yetu, nchi ya amani sana. Aje kutembelea, tuna mbuga za wanyama, tuna misitu mikubwa, kuna kutembea Zanzibar. Kwa hiyo mwache aje, waache wageni waje. Ukifika wakati tutazungumza habari zao. Kwa muda huu tutazungumza kama wageni wa kutembelea nchi ya Tanzania. Yes. Sawa Salum. Engineer Hersi amepata nafasi kubwa sana kuteuliwa na FIFA katika kamati ya mashindano kwa wanaume kwenye ngazi ya vilabu duniani. Ndio maana nikataja FIFA. Nikitaja FIFA nimeshataja dunia Salum. Kwa nafasi hii, na jana pia amepata nafasi ya zimu kule Itari kwenye tukio kubwa ambalo linahusu michezo. Hii inaashiria nini au inatupa tafsiri gani kama Tanzania na mwakilishi wetu wa FIFA Engineer Hersi Saidi? Bongo headlines. Nimekuwa nikizungumza mara kwa mara. Kupata kichwa cha Engineer Hersi ni sawa Wajerumani wamechukua kichwa cha Mkwawa, Chief Mkwawa. Kichwa cha Engineer Hersi? Kichwa cha Engineer Hersi ni sawa na kichwa cha Mkwawa, Chief Mkwawa. Kama ule kusikia katika historia za nchi, Chief wa Wahehe, Bwana Mkwawa. Wajerumani kiliwasumbuka kichwa kiasi kwamba mpaka alipokufa wakaona tukatafute kichwa hichi, tukakichunguze kina nini ndani yake. Mbona cha ajabu? Hicho kichwa kimerudi miaka hivi karibuni tu. Na tuje madini yote yalirudi au wengine waliachukua kule wenyewe. Wametuletea fuvu tu hapa. Kwa hiyo sina uhakika kama vyote vilivyokuwa katika kichwa cha Mkwawa kama vilirudi salama hapa. Inawezekana kuna baadhi ya vitu fulani wambaki navyo Wajerumani. Umeelewa vizuri?
Kwa hiyo kichwa kile cha Mkwawa mimi binafsi na kifananisha na kichwa cha Engineer Hersi hapa Tanzania ukipata. Ni bahati iliyoje mno. Ni bahati ya pekee ya mtende kuwa na Engineer Hersi hapa. Tangu Engineer Hersi amechukua Yanga Afrika hapa, ameanza kuhudumu kama mwana Yanga au kiongozi wa Yanga, na kuambia kabisa hakuna aliyewahi kumsifia hata siku moja. Hakuna aliyewahi kumsifia hata siku moja. Lakini adhabu walikuwa wanaipata mioyoni mwao, hakuna hata mmoja anaikwepa hiyo adhabu. Sio, naelewa vizuri? Yaani mtu kusimama kusema Engineer Hersi bana ana lolote, yaani vilikuwa vitu vya kawaida. Lakini mioyo yao ilikuwa inafahamu Engineer Hersi ni nani. Who is Engineer Hersi? Ni nani huyu mtu? Lakini mtu wa aina yake amekuwa na vision za ajabu mno yule mtu. Vision zake za hatari mno. Aikwambia kitu hichi na yuko straight. Kuanzia wachezaji, timu yake, viongozi wenzie na hata kwa mashabiki, yuko hivi straight. Kwa hiyo mimi binafsi kitendo cha FIFA kumuona, kwanza kuona hichi kichwa kinafaa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu duniani, tevya wanaume, watu ambao wanatumia nguvu nyingi, wana akili nyingi, wanaume, umeelewa vizuri? Kwanza wameona dhahabu kubwa sana kwa Tanzania. Dhahabu kubwa sana kwa Tanzania, na Yanga na dhahabu hii katika shimo la Jangwani, shimo la Yanga impatikana pale. Kwa hiyo nina imani kabisa waliomuona Engineer Hersi anawafaa, wameona vitu vingi sana, na ninamuona Engineer Hersi mbali sana katika FIFA. Mbali hiki tukiona leo, mimi namuona Engineer Hersi mara 10 au mara 30 ya ndani ya FIFA. Na watu wanajifunza vitu vingi za kupitia FIFA. Kuna wengine leo hii wanakaa Taifa Habari ya saa 2 ya TV kisha wanalala. Sijakuelewa. Safi kabisa. Kuna viongozi wako na vilabu nchi hii, wengine wenye viti wanajiita wenye viti, sawa, marais wa heshima. Ikifika saa 2 Taifa Habari ya TV kiisha wanalala. Engineer Hersi halali mpaka na duniani kuna klabu gani kinasumbua. Manchester kwa hiyo yake anaangalia, hata vitu vyote viangalia Engineer. Kwa hiyo hawezi kulala. Mwamba huyu hapa. Kutokana na matumizi yanayotumika sasa hivi na FIFA kwamba ni mtu aina gani. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana mitazamo mikubwa sana. Kwetu sisi imekuwa baraka kubwa, imekuwa neema kubwa sana kupata mtu Engineer Hersi katika ardhi ya Tanzania. Tunampongeza wanachama, mashabiki na Watanzania wote wanaofahamu siri na mapenzi ya mpira ya kweli. Engineer Hersi tumunge mkono kila hatua. Kuna watu walikuwa mkubali walikuwa viongozi wa klabu vya Afrika hawakutaka hata kumpa thamani yake, lakini ulifika wakati wameingia finali wakasema mbona fulani anaje kutupa pongezi. Sijui ulisikia habari hizi mjini hapa? Sasa wewe ulikuwa mkubali aje kwa pongezi hizo kama nani? Sio vizuri. Leo hii dunia imemuona wewe, hata kumwambia bwana jamani kwa hiki kwa Engineer Hersi tumpongeze hata kisirisiri. Msiandike barua. Yeye hata kumtaka kwa visimu vyenu visasoto vyenu. Andikeni tu bwana, ili si bwana ongea bwana. Andikeni tu. Kama wao muona wewe nani? Kwa hiyo naunga mkono waliomteua, waliomchagua Engineer Hersi kuwa kwenye kamati kubwa kama ile duniani, maana yake wanahitaji thamani yake, wanahitaji uwezo wake utumike katika dunia sasa hivi. Sio vizuri. Kwa madini alionayo sasa hivi Engineer, watu wanatamani madini yale yaende duniani, sio Yanga. Tangu amechukua Yanga haijawahi kufeli ovyo ovyo. Kama kwa makocha kuna hiki, kuna wachezaji. Tunampa thamani kubwa sana. Dunia imemuelewa, Afrika imemuelewa, na sasa hivi dunia imemwamini na kumuelewa. Kwa hiyo tunaamini kabisa Engineer Hersi sasa anakwenda kupanuka uwanda mkubwa zaidi na kutoa aliona kichini kwake kusaidia vilabu duniani. Duniani, sio Afrika. Afrika pambana hapa, watu walikuwa wachukue pesa hatua za awali za shirikisho, wala nani walikuwa wachukue pesa. Unakumbuka? Hatua za awali za shirikisho na klabu bingwa. Walikuwa wachukue mwanzo. Lakini sasa hivi awali unachukua hela. Kapigania Engineer Hersi. Watu wamekielewa na leo tumeona thamani yake, watu wanachukua pesa, maisha yanaendelea. Duniani imemuona, FIFA imemuona, nasema kongole sana Engineer Hersi. Hongera sana hawa ambao wamempa nafasi hii Engineer. Kwa hiyo hilo peke yake ni big up. Nampongeza na tujipongeze wa Tanzania kumpeleka Engineer kama Mtanzania ambaye anaishi Msomalia, anaishi Tanzania hapa. Lakini natamani mimi Mtanzania alizo jamaa yule Mtanzania bwana yule. Tumpe chochote kinachostahili kama Mtanzania. Tunapata kama tunavyopa kina Simbu, dhahabu za dunia sasa tunapokea sasa hivi. Vitu vingi tunavipata. Kwa hiyo na yule Engineer tutengeneze sanamu lake popote. Hata ikiwezekana pale Jangwani kwenye uwanja wetu kwa jengo mpya. Sanamu lake liwepo Engineer Hersi.